Rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump wamefanya mazungumzo ya simu ya muda mrefu Jumatano hii, wakijadili masuala muhimu ya kimataifa ikiwemo vita vya Ukraine na mvutano unaoendelea katika Ghuba ya Uajemi, kwa mujibu wa taarifa za Kremlin. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov amesema mazungumzo hayo yaliyochukua zaidi ya dakika 90 yalianzishwa na upande wa Urusi na pia aligusia masuala ya usalama nchini Marekani. Katika mazungumzo hayo, Putin alionyesha kumuunga mkono Trump kufuatia jaribio la shambulio lililotokea katika White House Correspondents' Dinner, akilaani vikali vurugu za kisiasa na kusema hazikubaliki kwa namna yoyote. Kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati, Putin aliunga mkono uamuzi wa Trump wa kuongeza muda wa usitishaji vita na Iran, huku akionya dhidi ya kurejea kwa mapigano kati ya Marekani, Israel na Tehran. Alisisitiza kuwa kuongezeka kwa mapigano, hasa uwezekano wa operesheni ya ardhini ndani ya Iran, kungekuwa na madhara makubwa si tu kwa eneo hilo bali kwa dunia nzima. Rais huyo wa Urusi pia alieleza kuwa Moscow iko tayari kuwa mpatanishi katika mgogoro huo, ikibainisha kuwa inaendelea kuwasiliana na pande zote husika. Mazungumzo hayo pia yalijikita kwa kina katika vita vya Ukraine. Kwa mujibu wa Ushakov, viongozi hao wawili walionyesha mitazamo inayofanana kuhusu hatua za rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakidai kuwa msimamo wa Kiev umechochewa na msaada wa Ulaya kwa namna inayoongeza muda wa vita. Trump alisisitiza umuhimu wa kusitisha mapigano haraka na kuonyesha utayari wa kusaidia juhudi za amani. Wawakilishi wake wataendelea kuwasiliana na Moscow na Kiev ili kutafuta suluhu ya kudumu. Katika mazungumzo hayo, Trump pia alisifu usitishaji mapigano wa Pasaka uliotangazwa na Urusi. Kwa upande wake, Putin alipendekeza usitishaji wa muda wa mapigano wakati wa maadhimisho ya siku ya ushindi dhidi ya Nazi katika vita vikuu vya pili vya dunia, pendekezo ambalo Trump aliliunga mkono. Akizungumza baadaye Ikulu ya Marekani, Trump alisema mazungumzo hayo yalikuwa mazuri sana na alilenga zaidi suala la Ukraine. "Nadhani tutapata suluhisho haraka," alisema, akionyesha matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano.